Leo ni siku ya familia, kwa hiyo tuko na mwana saikolojia na pia ni mdau wa masuala ya familia, ndugu yetu Mlapakolo. Karibu sana na tueleze leo siku ya familia, ujumbe kwa familia za Tanzania ni upi? Kama ambavyo ulionitambulisha, naitika kwa majina ya Abdillahi Mlapakolo. Mimi ni mtaalamu wa masuala ya saikolojia, malezi, makuzi kwa vijana na watoto. Leo ni Mei 15, ni siku ya familia kimataifa. Kwa hiyo sera kuu ambayo ipo au kauli mbiu inasema kwamba ni sera bora kwa maendeleo endelevu ya familia. Kwa ujumbe huu tukirudi nao Tanzania, na sisi pia tuna haki ya kufanya tathmini familia zetu au sera zetu zina umuhimu gani, zina ubora gani katika familia zetu. Lakini kuna changamoto ambazo zipo katika familia ambazo zinakwamisha hii na sisi tushindwe kuunga mkono hizo sera endelevu, kama swala zima la ukatili wa kijinsia katika ngazi ya familia. Tunaona kwamba familia nyingi sana zimekuwa zinakumbana na matatizo ya ukatili, especially ukatili wa kingono, ukatili wa kimwili, ukatili wa kisaikolojia, ukatili wa kiuchumi, lakini pia na utekelezaji wa watoto. Nikianza na swala zima la utekelezaji wa watoto, tumeona familia nyingi haswa baba au mama anatupa watoto kwa kuona kwamba anashindwa kuwatimizia mahitaji ya muhimu, lakini wababa nao wanakimbia majukumu yao kiasi cha kwamba ya kuweza kuwatelekeza watoto na watoto kuwa wengi mitaani. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana. Nadhani baadhi ya wazazi tujirekebishe tabia zetu hizo za kutokuwajibika na kubeba majukumu yetu. Lakini swala zima la ukatili wa kingono pia tunaona sasa hivi sababu kubwa inayopelekea ukatili wa kingono, tunasikia matukio tofauti kwamba labda baba amemlawiti mtoto wake wa kiume au baba ametembea na mtoto wake wa kiume au wa kike. Hivi vyote vinasababishwa na asilimia kubwa sana ya wazazi wengi kukwepa majukumu yao kupambana na kutimiza majukumu muhimu katika familia, especially imani za kishirikina. Wazazi wengi sasa hivi au vijana wengi sasa hivi wanapenda sana mambo ya shortcut, wanatumia shortcut. Kwa hiyo wanaona kwamba akili zao zinapombaa kwa kwenda kwa waganga, na kule wanapata masharti magumu kiasi cha kwamba wanaingia kwenye matatizo ya kuweza kudhuru watoto wao na familia. Lakini tunaona pia pressurize za kutoka kwa wanawake. Baadhi ya familia zimekuwa zina changamoto kwa sababu baba na mama wanakuwa wanachukuana pasipokuwa na mlengo wa pamoja wa kiuchumi, kiasi cha kwamba huyu baba akikosa pesa basi mke wake anampressurize. Tunaona kwamba huyu mwanaume basi anaenda kuwa jambazi, anaenda kuwa kibaka na kufanya matukio mengi ya uhalifu, kiasi cha kusababisha ukatili wa kijinsia au ukatili wa kimwili, kwa sababu ataenda takaba, ataua. Tunaona matukio mengi pia yanaripotiwa. Sababu kubwa iko kwenye ngazi ya ya familia, kwa sababu kama mwanamke atakuwa ana uwezo wa kumonitor vizuri mume wake na kumpa matumaini na kumtuliza, matukio mengi yanaweza yakatulia, kwa sababu asilimia kubwa pressure hizi tunazozipata ndani zinasababisha watu wengi watoke nje wakafanya ukatili kwa ajili ya kutafuta maokoto na kurudi ndani, kwa hiyo na kuleta furaha ndani. Okay, na familia ni sehemu ya furaha, watu tunajifunza vitu vingi sana. Familia iliyo bora ina vitu gani kwa kifupi tu? Familia bora inaundwa na upendo. Ina maana upendo uwe wa dhati, sio upendo wa kinafiki. Ina maana kwamba baba lazima ampende mama na mama naye lazima ampende baba kwa hali yake jinsi ambavyo ilivyo, pasipo kupenda vitu. Maana changamoto ni kwamba mtu mwingine anampenda mwanamke kwa sababu labda ana mali, na mwanamke naye anampenda mwanaume kwa sababu ana mali. Mali sio kitu kibaya, lakini ikitokea zile mali zimeondoka inakuwaje? Kwa hiyo upendo ni vitu vizuri, lakini pia usikivu, kusikilizana. Lazima pia hata kama wewe ni baba, maana usije kutumia mfumo wako dume kuweza kuwatumikisha hizo watoto. Watoto nao wana haki ya kufanya decision making. Lakini pia mama pia ndio mshauri wako mkuu. Kwa hiyo kukiwa kuna masikilizano kati ya baba na mama, usikivu, maisha mengine yanafanyaje, mafuraha yanaendelea. Lakini pia nguzo nyingine ni utulivu. Ikiwa utulivu utakapokuwepo, malezi yatakuwa bora kwa watoto kiasi cha kwamba mtaweza kujadiliana na kujua maendeleo ya watoto yanaendaje. Lakini vile vile pia ushirikiano, kama kuna
ishu za maendeleo kwa pamoja, mkishirikiana, wawili ni wawili au watatu ni watatu, hatuna mkawashirikisha. Kwa hiyo inaelekea sana mambo, inaweza kapelekea hali nzuri ya kiuchumi. Lakini pia ni kuwajibika. Kila mtu ana nafasi yake katika ngazi ya familia. Baba wajibika, pambana, fanya kazi kwa juhudi, kwa jitihada zote, pasipo kuvunja sheria za Mungu wala sheria za taifa. Lakini na mama pia una wajibu wako. Sasa hivi akina mama sio tu ukae nyumbani, uhakikishe kwamba je, unafanya njia gani ambazo salama za kujitatua kiuchumi, lakini kutatua familia yako. Lakini vile vile pia kwa watoto, wajibu wao kwa sasa ni kusoma, kama bado wapo kwenye level ya usomaji.